Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Karibu sana kwenye day 2 ya mfungo wetu wa siku 3. Ni ibada ya anza siku madhabahuni na Bwana inayokujia kwako, nami mwalimu Joseph. Na ni kwamba Mungu ni mwema na bado ni mwaminifu vizazi na vizazi, na ametupatia kibali na neema hii siku hii ya pili ya mfungo wetu wa kuliteka lango la miezi mitatu iliyo mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie kitabu cha Zaburi sura yake ya 24 mstari wake wa 9. Neno la Mungu linasema hivi: Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, inueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Unaweza ukafungua pia Isaya, kitabu cha Isaya sura yake ya 26 mstari wake wa 2. Neno la Mungu linasema, wekeni wazi malango yake, taifa lenye haki lishikalo kweli liingie. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku hii ya leo tunaenda kushughulika na malango. Siku hii ya leo tunaenda kusimama na kumsihi Bwana kuliteka lango kwenye mwezi huu na miezi iliyo mbeleni kwenye maisha yetu. Ukifanikiwa kuliteka lango, umeteka mji mzima. Ukifanikiwa kulisimamisha lango, umeimarisha ulinzi wa mji mzima. Kwenye lango, adui upambana sana kuhakikisha kwamba anateka kwenye lango, maana lango ndiyo pointi muhimu sana, ndiyo mahali muhimu sana, ndiyo eneo pekee ambalo baraka zinaingia, baraka zinatoka, laana inaingia, laana inatoka. Ili ufanikiwe kwenye maisha yako, kuna milango hautakiwi kuifungua kabisa. Na haya kabisa sio mambo ya story, sio hadithi kwa hiki ninachokuelezea, mtu wa Mungu. Ninataka uelewe ya kwamba wapo watu wengi sana, na huenda ninazungumza na wewe na maisha yako pia, na umeyaharibu kwa kutokujua jambo ambalo ni la kiroho, ambalo limekupelekea kuyaharibu maisha yako kiasi ambacho hata umekata tamaa, hata umekata kitumaini, na hata utamani maisha yako tena. Ni kwa sababu kuna mahali ambapo hukujua lango, kuna mahali ambapo hukuelewa hiki ambacho tunaenda kukizungumzia siku ya leo. Lango ndiyo mahali pekee ambapo wanaweka yule ambaye anaitwa watching man, yani mtu wa mlinzi. Mlinzi anasimama ni kwenye lango, ni kwenye lango. Lango lako likivamiwa, likishindwa, na mji mzima umeshindwa. Ndio maana utaona kwamba kwenye lango wameweka maaskari kabisa wengi wa kulinda lango. Ukiangalia kwenye miji mikuu, ukiangalia miji ya zamani kama vile Israeli na miji mingine, kwenye lango walikuwa wakizungusha mji mzima kwa kuta, lakini kwenye lango walikuwa wakisimamisha walinzi. Mungu anaposema kwenye kitabu cha Isaya kwenye ile sura ya 61, anaposema kwamba nitainua walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku, anamaanisha kwamba lango lako litalindwa, litakaa salama.
Ili kitu kizuri ama kitu kibaya kiingie na kutoka ndani yako, kinahitaji mlango. Kwa lugha nyingine ya Kiingereza tunaweza tukasema kwamba inahitaji entrance. Entrance ni lugha nzuri sana. Entrance, yaani pale ambapo kitu kinapata nafasi ya kuingia ama nafasi ya kutoka. Na ndio maana nimetumwa tu kama mjumbe kutoka mbinguni kwamba nikuletee taarifa hii ya kwamba kuanzia sasa anza kuzingatia sana mlango wa kiroho unaofungua kwenye maisha yako, maana unaweza ukakaribisha uharibifu wa kipepo na kukuua kabisa pale ambapo lango lako la kiroho lipo wazi, na maisha yako ya kiroho yakaharibika na hata kimwili ukaharibika. Bwana asifiwe sana. Kama kuna mahali ambapo unatakiwa kusimama sana na kumsihi Bwana aimarishe, ni kwenye lango lako la kiroho, ni kwenye lango la kiroho. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura 10 mstari wake wa 10, inasema mwivi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Na hizo ni kazi tatu kuu za shetani ambazo amezipanga ili miezi aweze kuharibu. Kama umejua na kama hujui, ninataka nikwambie miezi hii shetani amepanga kuharibu maisha yako, kukuua wewe, kuua ndoa yako, mahusiano yako, biashara yako, kukutoa kwenye hiyo nafasi uliopo, ufukuzwe kazi. Ni mambo ambayo shetani ameyapanga kuhakikisha kwamba anakufanyia. Lakini simama na Bwana, simama na Bwana, simama na Bwana, simama na Bwana, simama kwenye lango, simama, mwambie Bwana, ninaliteka lango la mwezi kwenye maisha yangu. Miezi nakataa kutembea mwenyewe, miezi nakataa kutembea bila uwepo wako. Anasema kwenye kitabu cha Zaburi 24 ule mstari wake wa 9, anasema inueni vichwa vyenu enyi malango, inueni vichwa vyenu enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu aweze kuingia. Yaani kuingia kwa mfalme wa utukufu kunatokana na mtu mmoja kuinua kichwa chake ambaye ni lango. Yaani lango, usipoinua kichwa, mfalme wa utukufu hataingia, bali mfalme wa laana ndiye atakayeingia. Moja ya mambo ambayo tumekuwa tukipuzia sana ni pamoja na kukamata majukumu ya maisha yetu ya kiroho, ni pamoja na kuwajibikia maisha yetu ya kiroho. Tumekuwa tukichukulia poa sana mambo ya kiroho na tunasahau ya kwamba tusiposhindwa kukamata responsibility, kukamata majukumu, kushughulikia mambo yetu, basi mfalme wa laana ambaye ni bwana shetani ataingia na kuleta uharibifu mkubwa sana. Wajibikia maisha yako na kusimama kwenye lango na kusema leo hii. Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 4 inasema kwamba aliye ndani yangu ni mkuu, ninainua kichwa changu mimi kama lango, ili wewe Yesu ambaye ni mfalme wa utukufu uweze kuingia kwenye maisha yangu. Mwisho wa uonevu, mwisho wa umaskini, mwisho wa magonjwa, mwisho wa kuonewa, mwisho wa kuhangaika, mwisho wa mateso, mwisho wa kunyanyasika, mwisho wa kuhangaika, yani unakataa kwa kuinua kichwa chako wewe kama lango. Ndiyo maana shetani anapofanyikiwa kulishika lango, moja ya kitu ambacho anachohakikisha kukifanya ni kumuua mlinzi wa kwenye lango, kwa sababu mlinzi wa kwenye lango akisha kuuawa, akisha kuondolewa, hakuna ishara yoyote ambayo majeshi yaliyo kambini, ambayo mji mzima utapokea taarifa. Ni kwa sababu mlinzi ameuawa. Ndio maana shetani anapoteka lango la kiroho la maisha ya mtu, anahakikisha kwamba anaua maisha yake ya maombi, anaua usomaji wake wa neno, anaua mahusiano yake na Mungu. Ndio maana nimekuja kukuambia mtu wa Mungu, ili lango lako liwe salama, ni kuimarisha maeneo hayo, tena kwa nguvu sana, na kumsihi Bwana aweze kuwa pamoja na wewe. Twende mbele za Bwana, tunaomba kwa ufupi, lakini hakikisha unakuwa na muda wa kutosha wa kulitia jina la Bwana.
Baba mtakatifu, Mungu mweza wa yote, katika jina la Yesu Kristo, asante Bwana kwa neema na rehema zako. Na Mungu, imekupendeza ya kwamba Bwana muda huu na tarehe ya leo tuweze kuja mbele zako Bwana, katika neema yako, katika nguvu zako. Asante Bwana kwa utukufu wako ambao umetukirimia tarehe ya leo, ambao umeuachilia siku ya leo. Nami ninakutukuza sana, maana Bwana unaenda kutupa ushindi, unaenda kuinua lango letu liweze kuinuka, liweze kukaa salama. Ni katika jina la Yesu Kristo. Tarehe ya leo Bwana, siku ya leo ambayo ni siku yetu ya mfungo mbele zako, katika jina la Yesu Kristo, tunaliteka lango la mwezi huu, tunaliteka lango la mwezi huu, tunaliteka lango la mwezi wa Oktoba. Ni katika uweza wa jina la Yesu. Leo hii Bwana, tunasimama na nguvu ya Roho Mtakatifu na mashahidi ambao ni malaika wako. Ni katika jina la Yesu, tukiliteka lango la mwezi huu kwenye maeneo yote ya maisha yetu. Tunaliteka lango kwenye eneo la afya, tunaliteka lango kwenye eneo la familia, tunaliteka lango kwenye ndoa, tunaliteka lango kwenye biashara, tunaliteka lango kwenye mji, tunaliteka lango kwenye jiji, tunaliteka lango katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunainua vichwa vyetu sisi kama malango, ili kwamba wewe mfalme wa utukufu Yesu Kristo uweze kuingia. Ingia Bwana, ingia Bwana kwenye mambo yetu, ingia Bwana kwenye maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo. Wewe mfalme wa utukufu, tunavinua vichwa vyetu, tunakataa uonevu wao wote, tunakataa kurudishwa nyuma kwa kote, maana pamoja na wewe yote yanawezekana, maana pamoja na wewe hakuna kilicho kigumu. Wewe Mungu, ni katika jina la Yesu Kristo. Tarehe ya leo Bwana, kila kichwa cha shetani, mahali ambapo shetani ameinua kichwa, imeandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 15 ya kwamba Bwana umedhihirishwa ili kumkanyaga shetani kichwa, ili kumkanyaga shetani kichwa katika jina la Yesu, ili kumponda kichwa kwa ajili yetu, ili kumponda kichwa kwa ajili yetu. Tarehe ya leo Bwana, kila shetani aliyeinuka ukamponde kichwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na tunaliteka lango, tunaliteka lango, tunateka malango, tunateka malango, tunatawala malangoni, tunatawala malangoni. Ni katika jina la Yesu. Ni lazima tumwimbie Bwana zaburi, ni lazima tumwimbie Bwana sifa malangoni pake. Ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu. Baba, kila jambo ambalo mbingu zimeamuru, kila jambo ambalo mbingu zimekusudia, kila jambo ambalo mbingu zimeachilia, kila jambo ambalo, kila baraka, kila mafanikio ambazo mbingu zimeachilia kwa ajili yetu, tunayachukua, tunayapokea malangoni. Ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya mwanao huyo, kila Bwana vizuizi, kila barriers, kila bariere zote ambazo zilisimama kwa miaka ya miezi, kwa siku za nyuma, ili kuzuia maombi yasipenye. Huyu aliye kwenye bara la Asia, huyu aliye kwenye bara la Europa, huyu aliye kwenye bara la Marekani, aliye kwenye bara la Afrika, kwa jina la Yesu Baba, mipaka hiyo yote ninaibomoa, nami ninaruhusu, ninayatuma maombi haya kuingia kwenye maisha yake, kuingia kwenye familia yake, kuingia kwenye nyumba yake, kuingia kwenye maisha yake, kuingia kwenye mambo yake, na kuvunja kila hila za shetani, na kuinuka na kuliteka lango, na kuliteka lango kwenye maisha yake kwa jina la Yesu. Ninateka malango kwenye maisha yake, mahali ambapo mwizi ameingia na kuharibu na kuua na kuteketeza. Tunainua malango ya uzima, tunainua malango ya haki, tunainua malango ya ushawishi wa kimbingu katika jina la Yesu. Nainua majeshi ya mbingu, nainua majeshi ya mbingu kwenye maisha yako, nainua majeshi ya mbingu kwenye maisha yako. Ni katika jina la Yesu. Ushindi ni lazima upatikane, ushindi ni lazima upatikane. Imeandikwa ya kwamba Bwana hatasinzia wala hatalala, ni mpaka tumepata haki. Ni katika jina la Yesu, haki ya kuliteka lango, haki ya kumiliki lango, na nguvu ya Mungu sio kawaida, nguvu ya Mungu sio kawaida. Ninaiachilia kwenye maisha yako, ninaiachilia kwenye maisha yako. Ni katika jina la Yesu aliye hai, ni katika jina la Yesu aliye hai. Mwezi huu tunaliteka lango, kila ambalo mbingu zimeamuru, kila ambalo mbingu zimeachilia kuelekea maisha yako, kuelekea upande wako, inaenda kutimia kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kuzimu imeandika kwa mamlaka ya jina la Yesu
yatatimia, kwa sababu nguvu za Mungu hazijawahi kushindwa. Nguvu za Mungu hazijawahi kuovertake katika jina la Yesu. Hakuna shetani aliyewahi kuinuka akamshinda Kristo, akamshinda Mungu, kwa sababu imeandikwa ya kwamba aliposhuka aliteka mateka, akawagawia wanadamu vipawa. Kwa jina la Yesu, kipo kipawa cha kuendelea, kipo kipawa cha kuinuka, kipo kipawa cha kusimama, kipo kipawa cha kutabiri, kipo kipawa cha ushindi katika jina la Yesu. Koropoyodoshiata, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Iko neema yako Bwana ambayo inaenda kutupeleka viwango vipya, inaenda kutupeleka ngazi nyingine ambazo adui hawezi akatuweza, ambazo adui hawezi akatugusa, ambazo adui hawezi katika uwezo wa jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba yeye ambaye Bwana amembariki, ni nani awezaye kumlaani? Yeye ambaye Mungu amemuinua, ni nani awezaye kumshusha? Yeye ambaye Mungu amemstawisha, ni nani awezaye kumshusha? Ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu, ni kwa damu ya Yesu Kristo. Kila mahali ambapo mabaya yamezungumzwa, wema umeinuliwa sasa, wema umeinuliwa sasa. Wema uwezi Bwana, hauwezi ukashindwa, wema hauwezi ukashindwa. Mema ya Bwana yanaenda kujaa kwenye maisha yako, yanaenda kujaa kwenye maisha yetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hakutakuwa na taarifa mbaya katika jina la Yesu, maana lipo neno la Bwana juu yetu ambayo ni taarifa njema ya kwamba tutazidi kuongezeka, ya kwamba tutakuwa juu na wala si chini, ambapo tutakuwa vichwa na wala si mkia, ambapo tutakuwa Bwana wazima na wala tutakuwa watu wenye kutawaliwa na mauti. Ni katika jina la Yesu. Afya zetu ni za kisheria kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Oh my God, oh Mungu aliye hai, wewe ni mwema na mwaminifu, fadhili zako ni za milele. Hatutapungukiwa na kitu katika miezi, hatutapungukiwa na kitu katika msimu huu, maana ni msimu mpya ambao Bwana ameutengeneza ili kuwabariki watoto wake. Ni msimu mpya ambao mbingu zimeweka ili kuwainua watoto wake, ili kuwainua wazalendo wake. Serikali ya mbinguni iko katika kazi, iko katika kazi katika jina la Yesu. Inafungua watu wake, inamfungua mtu wake, inamfungua mtu wake aliyetawaliwa na serikali ya shetani, aliyetawaliwa na ufalme wa giza. Mahali popote pale, serikali ya mbinguni inatawala sasa, serikali ya mbinguni inatawala sasa. Nami namuona mkoani, nami namuona malaika wa Bwana kwa jina la Yesu, ambao ameshika upanga wa moto, ambaye ameshika upanga wa moto, ambaye ameshika upanga wa moto, na kila magonjwa, na kila vikwazo, na kila vinyago, na katika jina la Yesu, kila mapando yaliyopandwa, iwe ni kwa miezi ya nyuma, iwe ni kwa siku za nyuma, kwenye maisha mtu huyu, haya kwa jina la Yesu yanakatika, kwa jina la Yesu anakatika. Tunaingia Bwana na hali mpya, unaingia mwezi na afya njema, unaingia mwezi na historia mpya kwa jina la Yesu. Ukurasa mpya unafunguliwa, ukurasa mpya unafunguliwa kwenye maisha yetu, ukurasa mpya unafunguliwa kwenye maisha ya watu wake. Ni katika jina la Yesu. Madhabahuni pake ukurasa mpya unafunguliwa na historia mpya inaandikwa, na historia mpya inaandikwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai. Thank you Holy Spirit. Asante Bwana Mungu mwenye neema, asante Yesu Mungu unayeweza mambo yote. Tunaliteka lango la mwezi huu, tunaliteka lango, tunainua vichwa vyetu sisi kama malango, na wewe mfalme wa utukufu upate kuingia kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina tunayaweka wazi malango yetu ili taifa lenye haki lishikalo kweli liweze kuingia. Ni kwa oh my God, tunaweka wazi malango yetu, tunaweka wazi malango yetu katika jina la Yesu. Ninaweka wazi lango la mji huo ili kwamba taifa la haki, taifa la kweli, serikali ya mbinguni iweze kuingia, iweze kuingia. Baraka za mbingu, baraka za Mungu ziweze kuingia, wema wa
wa Mungu uweze kuingia, afya ya kimungu iweze kuingia, mafanikio ya kimungu yaweze kudhihirika. Ni katika jina la Yesu. Ninafunga lango kwa ajili ya laana kuingia. Ninafunga lango kwa ajili ya magonjwa kuingia kwenye maisha yako. Ninafunga lango kwa ajili ya uharibifu kuingia. Ninamfungia yule aliyelaaniwa, ninamfungia lango katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Iko neema ya ajabu sana inaenda kudhihirika katika mwezi huu. Iko neema ya ajabu sana inaenda kutupeleka viwango vipya, toka utukufu juu ya utukufu, toka neema juu ya neema, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Chochote kilichopangwa na watu wa giza, chochote kilichopangwa na uadui hakitafanyikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, kila silaha itakayofanyika dhidi yako haitafanyikiwa, na kila ulimi utakaoinuka kuhukumu tauhukumu kwa mkosa, katika jina la Yesu Kristo. Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kwa jina la Yesu, ni mwezi wa kusaidiwa na Bwana, ni mwezi wa kumwona Mungu akiondoa kila roho ya woga, ni mwezi ya kutokuvamiwa na kutokushushwa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tutabarikiwa utokapo, utabarikiwa uingiapo, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana anaenda kuinulia uso wake na kukubariki, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Adui atakuja kwa njia moja, lakini atasambaratishwa kwa njia 7, na kila shimo lolote ambalo adui amechimba, yeye mwenyewe anaingia humo kwa uweza na kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu aliye hai. Katika moto wake anaenda kumshusha adui mahali ambapo alitamani kushusha watu wa Mungu. Baba, ninakushukuru, Baba ninakuinua, Yesu ninakutukuza, Mungu aliye hai, kwa wema na rehema zako, uweza na nguvu zako. Hakuna Mungu mwingine aliye kama na wewe. Wewe watosha, wewe waenea, kwa sababu wewe ni Mungu, haujawahi kushindwa na jambo lolote. Na hata sasa Bwana, ninatangaza mwezi huu ulimwengu wa giza hautafanyikiwa kwenye maisha ya mtu huyo, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, hakutakuwa na taarifa mbaya, hakutakuwa na vifo, hakutakuwa na mauti, hakutakuwa na magonjwa, hakutakuwa na hali yote mbaya kwenye maisha ya mtu huyo, katika miezi, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Amen, amen and amen. Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu. Neema ya Kristo iko pamoja na wewe, na nguvu zake aliye juu zinaenda kuambatana na wewe. Ni miezi ya kutembea na Roho Mtakatifu ili kuliteka lango. Ni miezi ya kutembea katika ushindi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaenda kutembea nasi kwa kishindo kikubwa sana. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaendelea kuinua kichwa chako wewe kama lango, ili Roho wa Bwana azidi kukupa ushindi na kukusaidia. Mimi ni mjumbe wa Yesu, na habari hizi zikufikie popote pale ulipo, kwenye continent yote ulipo, kwenye bara lote ulipo, na uchukue hatua haraka sana, kwa sababu kutokujua maarifa haya haitakupa masababu, haitakupa excuses ya kutokupatwa na madhara. Madhara yapo tu, iwe unajua haya maarifa, iwe haujui bado. Lakini nataka nikwambia kwamba ndio nimekuletea ujumbe huu ili kwamba usichukulie kawaida. Miezi hii tulio nayo, adui anaenda kufanya kazi kwa nguvu sana kuhakikisha anawateka wengi, kuhakikisha anaharibu vingi, kuhakikisha anaua vingi, anaua wengi. Kwa hiyo simama na Bwana, mtake Bwana na nguvu zake, mtake Bwana nguvu zake. Mahali pekee pa wewe pamoja na mimi kuwa salama ni madhabahuni, ni madhabahuni. Kwa hiyo kaa uweponi mwa Bwana. Ushindi ni lazima, ushindi ni lazima. Aliye madhabahuni, ushindi ni lazima. Mungu akubariki sana. Unaweza ukaiachilia sadaka yako ya mwezi huu na kukamilisha mfungo wetu.
Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 2778643718, alama ya kujumuisha 2778643718. Mungu akubariki sana. Wewe ambaye haujaokoka, saa ndio hii, muda ndio huu, wasiliana nasi. Na wewe ambao unahitaji ushauri wa kiroho, wasiliana nasi. Mungu akubariki sana, na uwe na wakati mzuri, na Yesu Kristo akufunike kwa damu yake, na uwe salama kwa jina la Yesu Kristo. Amen.